Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Karibu sana tena kwenye uchambuzi wa kina. Leo tunazungumzia kauli iliyotikisa ukanda wa Afrika Mashariki na kuibua mjadala mkubwa wa kidiplomasia na haki za binadamu. Jaji mkuu mstaafu wa Kenya David Maraga amewashambulia vikali Rais William Ruto wa Kenya pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Anadai kuwa viongozi hao wawili wanaunda muhimili wa udikteta katika ukanda huu ambao kwa kushirikiana wanakandamiza sauti za upinzani pamoja na wanaharakati. Kauli hii inakuja siku moja baada ya Rais Samia kumkaribisha Rais Ruto katika ziara ya kiserikali, ambapo Samia alipendekeza hatua madhubuti dhidi ya vijana waovu wa nizamu wanaotumiwa na demokrasia kusababisha fujo. Wakati wa hotuba ya pamoja Ikulu Dar es Salaam, Rais Samia Suluhu Hassan alisema hakuna haja ya kugawanyika. Wakionekana Kenya, hao ni wetu pia na tunapaswa kushughulikia kwa pamoja, na hivyo inapaswa kufanyika Tanzania. Alisisitiza kuwa wanaharakati wanaovuka mipaka na kusababisha fujo wanapaswa kuadhibiwa vikali. Jaji David Maraga alijibu kwa ukali. Anadai kuwa kauli hiyo ni ishara ya muhimili wa udikteta unaojengwa na Ruto pamoja na Samia. Rais wa Afrika Mashariki lazima wasemwe. Muhimili wa udikteta unaojengwa na marais Samia pamoja na Ruto unatishia kurudisha eneo letu kwenye utawala wa kiimla. Alitaja ripoti ya tume ya Jaji Chande Othmani iliyobaini kuwa zaidi ya watu 518 waliuawa wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 nchini Tanzania. Alikosoa ukimya kuhusu madai ya mateso na unyama dhidi ya wanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi na mwanaharakati wa Uganda Agatha Atuhaire, ambao inadaiwa waliteswa na kudhalilishwa kingono na polisi wa Tanzania kati ya Mei 19 na Mei 23 mwaka 2025 wakati walipokuwa Tanzania kufuatilia kesi ya uhaini ya Tundu Antipas Lissu. Rais Samia anajaribu kuonesha kuwa suala la usalama wa kanda ni la pamoja. Anatumia lugha ya nidhamu na utulivu, lugha ambayo imetumika sana katika siasa za Tanzania na Kenya hivi karibuni. Hata hivyo, kauli yake inaweza kuonekana kama jaribio la kujaribu kuratibu ukandamizaji wa harakati za vijana, yani Gen Z, ambao wamekuwa na sauti kali dhidi ya serikali zao. Maraga ambaye ni mkosoaji mkubwa wa serikali ya Ruto anachukulia kauli ya Samia kama hatari kwa demokrasia ya kanda. Anatumia maneno makali kama udikteta na kiimla, maneno ambayo yana uzito mkubwa katika historia ya Afrika Mashariki. Ripoti ya tume ya Jaji Chande ilibaini zaidi ya vifo 518 wakati na baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Madai ya mateso dhidi ya Boniface Mwangi pamoja na Agatha Atuhaire yanajumuisha kudhalilishwa kingono, madai mazito ambayo yanahitaji uchunguzi huru na wa uwazi. Harakati za Gen Z zimekuwa na nguvu katika nchi zote mbili, hasa nchini Kenya baada ya maandamano makali dhidi ya Ruto. Ziara ya Ruto inakuja wakati wa mvutano mkubwa wa kisiasa katika nchi zote mbili. Kauli za viongozi hawa zinaweza kuathiri uhusiano wa EAC na taswira ya ukanda kimataifa kuhusu haki za binadamu. Hii kauli ina maana gani kwa ukanda na pamoja na demokrasia ya East Africa kwa ujumla? Kwa Kenya na Tanzania, inazidisha mvutano wa ndani kati ya nchi mbili, inafungua uwezekano wa migawanyiko katika EAC. Kwa vijana pamoja na wanaharakati, inawapa tumaini kwamba sauti zao zinasikika, lakini pia inaonyesha hatari inayoweza kuwakabili. Kwa demokrasia ya kanda, inazua swali kuu. Je, viongozi wanaweza kushirikiana kukandamiza upinzani wakati wakidai kuwa wanatetea utulivu? Na kwa uhuru wa kujieleza, kauli hii na kauli za aina hii zinaweza kuwa na athari ya kutisha sauti za upinzani na harakati za vijana. Demokrasia inahitaji usawa katika
kati ya uhuru na utulivu. Unatakiwa kuwe kuna usawa, kuwe kuna balance kati ya hivyo vitu viwili, uhuru na utulivu. Rais Samia ana haki ya kulinda utulivu wa nchi yake, lakini kutumia lugha ya watoto waovu au watoto watovu wa nidhamu na kupendekeza hatua za pamoja na nchi nyingine unaweza kuonekana kama jaribio la kukandamiza sauti halali za upinzani pamoja na vijana. Jaji Maraga ana haki ya kuibua wasiwasi wake. Kama aliyekuwa jaji mkuu ana uzoefu mkubwa wa kisheria, madai ya mateso na vifo vingi yanahitaji uchunguzi huru na wa uwazi. Hata hivyo, kutumia maneno makali kama udikteta bila ushahidi thabiti unaweza kuongeza chuki badala ya kuleta mazungumzo. Nchi zote mbili ziwe na uchunguzi huru na wa pamoja kuhusu madai ya mateso pamoja na vifo. Viongozi wa kanda wajiepushe na lugha ya kejeli pamoja na vitisho, na badala yake wajenge mazungumzo ya kitaifa na kikanda yenye hekima. Vijana pamoja na wanaharakati wapewe nafasi ya kujieleza na kujikusanya na kukusanyika kisheria, lakini wazingatie amani pamoja na sheria. Demokrasia halisi inahitaji upinzani wenye nguvu na serikali zenye ujasiri wa kusikiliza, si ukandamizaji au fujo. Mwisho wa siku, Afrika Mashariki inahitaji uongozi unaotetea haki, demokrasia pamoja na maendeleo, si muhimili wa kukandamiza sauti za raia. Jaji Maraga amewashambulia Rais Ruto pamoja na Rais Samia akidai wanaleta udikteta katika ukanda. Kauli hii inaongeza mvutano wa kidiplomasia na inazua masuala makubwa ya haki pamoja na demokrasia. Afrika Mashariki inastahili amani, haki na demokrasia halisi. Tuendelee kudai yote hayo kwa hekima na ujasiri. Asanteni kwa kumsikiliza. Endelea kuwa nasi na mimi nitazidi kukuletea taarifa kadri zinavyozidi kutufikia. Je, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, nini maoni yako kuhusiana na kauli ya Jaji Maraga kuwa hawa marais wawili, Rais Ruto pamoja na Rais Samia, kuwa wana practice udikteta hapa kanda hii ya Afrika Mashariki? Wewe una maoni gani kuhusiana na kauli hiyo ya Jaji Maraga?